Naibu Waziri, vifaa vinavyobaki anavyokuwa ameleta mama kujifungua. Mheshimiwa, swali lake la pili. Vifaa vinavyobaki ndio hayo inarudi pale pale kwamba tunahitaji kujua specifically eneo husika, kwa sababu kama unamwambia mtu kuna vifaa vyake vinabaki, lakini mwisho wa siku zikibaki ni zinakwenda wapi, ndio hayo bado tunasema kunawezekana kuna tatizo kwenye leadership, kwa sababu tulivyokwenda kwenye jimbo lake Mheshimiwa Speaker, tulikwenda tukakuta kwanza moja, tulikutana na nilisema lete hii inaitwa slip ya benki, lakini wakaleta slip ya benki moja ambayo mwisho wa siku tulikuta imefojiwa, lakini mwisho wa siku tunakuta wana milioni zaidi ya 300. Tukakutana na mambo mengi mabovu. Kwa maana hiyo wakati mwingine kuna mambo mengine yanatokea ni ya uongozi na mengine ni nje ya uwezo wa mhusika aliyoko pale. Kwa hiyo kila jambo ninatamani tulidili kwa kuangalia tatizo limetokea wapi ili tuweze kuhukumu kwa haki. Mheshimiwa Condestas Chalo, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa nafasi. Pamoja na kuwa na sera nyingi, ipo pia sera ya watoto chini ya miaka 5 kutibiwa bure. Na sera hii Mheshimiwa Spika haijawahi kutekelezeka hata kidogo. Katika majibu ya msingi ya naibu waziri anasema ametoa takwimu ya mama wajawazito kwamba wakiwahudumia wote haitawezekana. Mheshimiwa. Swali. Sasa kama takwimu ya watu wanapaswa kuhudumiwa ni wengi, watoto na mama wajawazito, kwa nini serikali isitoke kuambia wananchi kwamba sera hizi hazipo ili waelewe kwamba hakuna bure kwa wajawazito wala hakuna bure kwa watoto chini ya miaka 5? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, labda tu namwambie mbunge namuelewa sana, ila hata yeye kwenye mipango yake ambayo ameipanga anapanga mpango mzima, lakini anautekeleza hatua kwa hatua. Na nimwambie tu kwa maana ya exemption, kwa maana watu waliotibiwa, na yeye mwenyewe anajua jinsi tumepambana na yeye kwenye hospitali yake ya rufaa kule Mbeya, kwa maana ya watu wa exemption kwa mwaka tu serikali inatumia zaidi ya bilioni 667, lakini ukweli ukikuta waliohitaji exemption ni zaidi ya hao. Lakini pasinge kuwepo na hiyo sheria, pia hawa tuliowasaidia bilioni 667 pasinge kuwepo na namna ya kutekeleza. Kwa hiyo sheria iko, ila ni ukweli kwamba haijatekelezwa kwa 100%, lakini siku zote lazima unaweza ukapanga mipango, lakini budget ya kutekeleza kwa 100% inaweza isipatikane, lakini ukitekeleza kwa 60% nayo ni utekelezaji, ni kujipanga kumalizia 40%. Mheshimiwa Ruhaga Johnson Mpina, swali la nyongeza. Kwa kuwa fedha ya serikali inatozwa kwa mujibu wa sera, kwa mujibu wa sheria, je, hizi huduma za utoleaji wa huduma za afya zilipata wapi mamlaka ya kuwatoza hawa akina mama wajawazito pamoja na watoto wenye umri chini ya miaka 5, huku ikijua kabisa kwamba kasma ile haipo kwa mujibu wa sheria wala sera hairuhusu? Waliruhusiwa na nani kufanya hayo? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nijaribu tu kumwambia Mpina kuna sheria, kanuni, lakini pia wakati Mheshimiwa Naibu Waziri ni Mheshimiwa Mpina. Okay. Mheshimiwa Spika, naomba nimjibu kaka yangu Mheshimiwa Mpina kwa kumwambia wakati mwingine katika sheria kuna wakati kuna sheria iliyopo, kuna kanuni zilioko, lakini pia kuna kutumia busara. Maana yake sisi tuna bajeti ya bilioni 200 kwa ajili ya dawa na vitendanishi, lakini matumizi ni zaidi ya hiyo. Kwa hiyo anapokuja mgonjwa tunatumia hekima na busara, yule anayeweza kulipa analipa, asiyeweza kulipa anahudumiwa na sheria iliyopo. Kwa hiyo kwa busara hiyo ndio maana yeye yuko salama, wananchi walioko kwenye jimbo lake wako salama, na leo Tanzania ina afya. Mheshimiwa Felista Njau, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, na kushukuru kunipa niulize swali dogo la nyongeza. Pamoja na wakina mama kubeba delivery kit kuelekea katika hospitali wakati wa kujifungua hasa vijijini, wakienda wakakutana na changamoto ambayo wanatakiwa wafanyiwe operation, Mheshimiwa Spika, wanatakiwa walipe kwanza pesa ya operation ndio wafanyiwe operation, na hii inapelekea wakina mama wengi kufa wakati wa uzazi. Nini kauli ya serikali katika hili?
Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Kauli ya serikali kwenye eneo hilo ni msimamo wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Alipolihutubia ili bunge kwa mara ya kwanza, alipofika eneo la huduma ya mama na mtoto, alirudia mara mbili na akaongea kwa msisitizo mkubwa. Na ndio maana unaona baada yeye kutoka hapa bungeni alidumbukiza resources sector afya, na ndio maana leo tuna nishani kwenye eneo hilo la kina mama na watoto. Ukilinganisha na duniani, tuna nishani ya kidunia ambayo Rais Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kama rais 7 duniani waliopata nishani yumo, lakini kwa Afrika ni rais pekee aliyopata. Sasa ni kweli hayo yanayotokea. Tamko la serikali, Mtanzania yote, sio tu mama mjamzito, akifika kwenye kituo cha afya ni lazima cha kwanza ni kuokoa maisha na kuhakikisha huyo mtu salama, ndio mambo mengine yafuate. Kwa hiyo akipatikana mtu ambaye anasababisha itokee kifo kwa sababu alikuwa anasubiri fedha, hata kwa maadili yetu unanyang'anywa cheti na hutaruhusiwa tena kupractice. Mimi naitwa Amina. Ni mmiliki wa duka la nguo na vitu vya watoto. Kwa sababu naweza kujihudumia bima ya safari muda wowote kwenye WhatsApp yangu. Isitoshe, naipata bima papo hapo kwenye simu na email yangu. Upotezi muda wako. Napenda jinsi ilivyo rahisi kuhakiki bima hiyo. Na uzuri zaidi, hata ubalozi unapoenda kuomba visa, wanaihakiki wenyewe kwenye WhatsApp. Tumia bima pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli. Au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima pap. Urahisi wa maisha.